Habari, mimi naitwa Geoff. Nina swali. Kuna mtu anasema, Shalom, samahani, kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo, mafunuo yale yalisemwa hayana budi kuwako huko mwisho. Kama ndivyo, je, maserafi na makerubi wapo mbinguni sasa ama watakuwepo siku ya mwisho? Kama hawapo sasa, kwa nini baadhi ya waimbaji husema wanaungana nao kumwabudu Mungu? Asante sana kwa swali lako. Swali hili lilikuja baada ya kutoa maelezo nini maana ya ufunuo na unabii. Sasa kuna mtu ameuliza swali kuhusiana na maserafi na makerubi, kama wapo sasa hivi au watakuja baadaye, na kwa nini waimbaji wanapomwabudu Mungu, wanapoongoza watu kwenye sifa na kuabudu, wanasema tunaungana na maserafi na makerubi kumwabudu Mungu. Na kuna wimbo pia naungana na maserafi na makerubi. Kwa nini inakuwa hivyo? Sasa tukitazama sehemu ya kwanza, ni kweli kwamba makerubi wapo sasa hivi, yani sasa hivi wapo, sio kwamba watakuwepo huko mwishoni. Wapo. Biblia inaonyesha ibada ya mbinguni inaendelea wakati huu, si tukio la baadaye, tukio la sasa hivi. Na ukisoma kitabu kile cha Isaya 6 mstari wa kwanza na watatu, Isaya anamuomba Bwana mwenye kiti cha enzi na maserafi wakisema, mtakatifu mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Hii si hadithi ya zamani tu, bali ni ufunuo wa hali ya mbinguni. Ibada inaendelea mbele za Mungu. Hapo ni upande wa maserafi. Na upande wa makerubi, soma kitabu cha Ezekieli 10, makerubi wanaonekana wakizunguka utukufu wa Mungu. Na pia kwenye kitabu cha Mwanzo 3:24, waliwekwa kulinda njia ya mti wa uzima. Hawa si viumbe wa muda mfupi, ni viumbe wa mbinguni waliopo katika huduma ya Mungu, kwa maana ya kwamba maserafi na makerubi walikuwepo, wapo na wanaendelea kuwapo. Katika kitabu cha Ufunuo 4 sura ya 8, Yohana anaona viumbe vinavyosema, mtakatifu mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi. Hii inaonyesha matukio ya mwisho na bado viumbe wa mbinguni wanaendelea kumwabudu Mungu. Hii inaonyesha hawakuishia, hawatakuja baadaye, bali wapo na wataendelea kuwepo. Sasa swali la msingi, kwa nini waimbaji wanapenda kutumia hiyo? Kusoma kitabu cha Waebrania 12:22-23, Biblia inasema, mnaukaribia mlima Sayuni na malaika elfu nyingi. Hii ina maana gani? Tunapomwabudu Mungu kwa roho na kweli, tunaingia katika uwepo wake, tunaungana katika ibada ile ya mbinguni. Mara nyingi sana waimbaji wanapenda kutumia, tunaungana na maserafi na makerubi, kwa sababu maserafi na makerubi wanamwabudu Mungu. Kwa sisi tunapokuwa kwenye ile, tunatengeneza mazingira, ile atmosphere, kwamba kile wanachokifanya maserafi na makerubi na sisi tunakifanya hapa sasa hivi. Kwa hiyo ni namna ambavyo tunaitumia kwenye kumsifu na kumwabudu Mungu, sababu hili ni tukio ambalo lilifanyika na linaendelea kufanyika na litaendelea kufanyika. Kwa kama vile ambavyo maserafi na makerubi wanafanya huko mbinguni, au walifanya na wanaendelea kufanya, basi na sisi leo wanadamu tunaendelea kusema. Ndio maana wimbo unasema mtakatifu mtakatifu Mungu. Vyovyote vile ambavyo maneno ya kusifu, ya kumwabudu Mungu yanaweza kuwa. Kwa hiyo maserafi na makerubi walikuwepo. Ukisoma kwenye Biblia, kwenye Agano la Kale na Agano la Jipya, kwenye Ufunuo kama ambavyo umesema, wameendelea kutajwa pia. Kwa hiyo kama una chochote ambacho unatamani kujazia hapa kuhusiana na swala la maserafi na makerubi, lakini pia uliouliza swali, kama unaona bado unahitaji kufahamu vitu vingine, mimi nitafurahi sana nikiendelea kupata comment kutoka kwako, na Mungu wa mbinguni akubariki sana.